Tulipata pia, na kama ambavyo mnakumbuka katika hotuba pia Mheshimiwa Rais kwenye lile jukwaa aliuza miradi au maeneo matano, akisema haya naomba niyalete mbele yenu. Kwa tulipata interest kubwa kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, madini ya kimkakati. Kama ambavyo tunafahamu, Tanzania ina fursa kadhaa kwenye madini ya kimkakati. Mradi wa urani au katika sekta ya uranium, nickel, graphite na madini mengine ya kimkakati. Kwa ambao mnafahamu, tayari tuna kampuni ya Kirusi nchini Tanzania ambayo imewekeza kwenye mradi wa urani kule Mto Mkuju. Kampuni ya Mantra ambayo ni kampuni tanzu ya moja kati ya makampuni makubwa Urusi, inaitwa Rosatom. Interest yao na seriousness yao, yani umakini na maamuzi yao ya kuwekeza zaidi. Ule ni mradi wa kama dola bilioni 1.5 milioni na dola milioni 200, 1.2 billion dollars. Tuliona sio tu wao, lakini makampuni mengine ya Urusi yanakuja kuuliza ni kwa namna gani wanaweza kushiriki kwenye sekta ya madini ya kimkakati nchini Tanzania. Tulipata pia interest kwenye sekta ya nishati, hasa sekta ya mafuta na gesi. Kama ambavyo pia tunafahamu, kampuni kubwa labda karibu kuliko zote za gesi duniani ambayo ndio inasambaza gesi Ulaya yote ya magharibi ni kampuni inaitwa Gazprom. Ni kampuni ya Urusi. Walishiriki, sio tu walishiriki kwenye ile jukwaa, lakini walishiriki kwenye jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Urusi na walishiriki katika ngazi ya juu kabisa. Na katika mazungumzo tuliyofanya nao, wanauliza tufanyeje na sisi tuweze kushiriki katika utafutaji wa gesi nchini Tanzania. Gazprom, kama ambavyo nimesema, ni kampuni kubwa, ni moja kati ya makampuni matatu yanayoheshimika kwa uwekezaji katika eneo hilo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa naiona kwenye hiyo eneo la nishati na utafutaji, exploration. Afya na dawa ni eneo jingine ambalo tumepata interest kubwa ya uwekezaji kwenye utengenezaji wa madawa, hasa kwenye utengenezaji wa chanjo. Makampuni ya Kirusi mengine ambayo tayari yameshaanza kuja Tanzania yamecommit na wanatuambia kwamba katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, kwa kushirikiana na wao, makampuni ya Urusi watakuwa na uwezo wa kutengeneza chanjo zipatazo milioni 20 nchini Tanzania, chanjo za magonjwa mbalimbali. Kwa ambao mnafuatilia sekta ya madawa, kuna biashara moja nzuri sana, ni biashara ya chanjo.